Haya, tukielekea kwenye sehemu ya kutamatisha kwenye kipenga cha michezo ni kwamba shirikisho la soka nchini Brazil CBF limethibitisha kumteua kocha Mtaliano Carlo Ancelotti kuwa kocha mkuu mpya wa mabingwa hao mara 5 wa kombe la dunia la FIFA na kuwa kocha wa kwanza wa kigeni kuinoa timu hiyo tangu mwaka 1925. Ancelotti miaka 65 ambaye anatarajiwa kuondoka Real Madrid baada ya kutamatika kwa msimu wa ligi kuu ya Uhispania, huku nafasi yake ikichukuliwa na Xavi Alonso. Klabuni hapo alishuhudia Real Madrid ikipoteza mechi 4 mfululizo msimu huu dhidi ya Hansi Flick na vijana wake wa Barcelona kufuatia kipigo cha magoli 4-3 kwenye klasiko ya mwisho siku ya Jumapili. Muitaliano huyo ambaye amewahi kuvinoa vilabu vya AC Milan, Chelsea, Real Madrid na Paris Saint-Germain ataanza kazi yake hiyo kwamba mwezi Mei 26 mwaka huu, siku moja baada ya Real Madrid kucheza mechi yao ya mwisho ya ligi msimu huu dhidi ya Real Sociedad. Katika taarifa yake, CBF imemsifu mshindi huyo mara 7 wa ligi ya mabingwa Ulaya, mara 5 kama kocha, mara 2 akiwa mchezaji, likimtaja Ancelotti kama gwiji wa soka ambaye ana rekodi ya ajabu katika soka ya Ulaya na kuelezea matumaini ya zama mpya kwa Brazil yenye mafanikio chini ya uongozi wake. Mkurugenzi wa mpira wa miguu klabu ya Zamalek ya Misri, Wael El Kabani, na kocha mkuu wa timu hiyo Ayman El Ramadi wameamua kupeleka kipa Mohamed Awadi kwenye idara ya masuala ya sheria ya klabu hiyo kwa uchunguzi kutokana na tabia yake wakati wa mechi dhidi ya Ceramica Cleopatra iliyofanyika kwenye ligi ya Misri. Matokeo ya uchunguzi, maamuzi sahihi yaliyotolewa kwa mujibu wa kanuni za klabu. Taarifa zilielezea kuwa Mohamed Awadi alikataa kusikiliza maelekezo ya kocha wake wa makipa na kumgeuzia kisogo kabla ya kuingia uwanjani akitokea benchi. Mohamed Sobe pia alikataa kubadilishwa baada ya kupata jeraha na kusisitiza kuendelea na mechi. Zamalek ilitoka sare 2-2 na wenyeji Ceramica Cleopatra katika raundi ya 5 ya hatua ya ubingwa wa ligi ya Nile nchini Misri. Na hatimaye klabu ya Simba Soka Klabu nchini Tanzania kimeondoka nchini humo kuelekea itaondoka nchini humo kuelekea Morocco alfajiri ya saa 11 hiyo kesho kwa ajili ya mchezo wa mkondo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho ya Afrika dhidi ya RS Bakena utakaopigwa Mei 17 mwaka huu huko Bekane, Morocco. Kuzungumza leo Mei 12 mwaka huu kwenye mkutano wa waandishi wa habari, meneja wa habari wa mawasiliano ya klabu hiyo Ahmed Eli amebainisha kuwa safari hiyo itakuwa ya masaa 7 moja kwa moja kutoka Dar es Salaam hadi Casablanca, huku akimshukuru Rais Daktari Samia Suluhu Hassan wa taifa hilo kuwezesha safari hiyo. Tumemla ng'ombe mzima, asalia hapa mkia ambao ni kiziba mkonga cha siku ya leo. Kwenye kiziba mkonga cha siku ya leo, kwenye hatua hii ya ukata mikatale, ukitambua kabla ya wewe wapo waliokutangulia na baada ya wewe wapo watakao kufuata, hakika utaishi kwa upendo na kila mtu. Ukitambua kabla ya wewe wapo waliokutangulia na baada ya wewe wapo watakao kufuata, utaishi kwa upendo na kila mtu. Sote tunapita hapa duniani,
wala wewe hutabaki. Acha kiburi na majigambo. Mimi sina la ziada kwenye sehemu hii. Basi imekuwa ni fahari yangu kuweza kukua ama kukupatia Afrika Leo jioni, tarehe 12 mwezi ukiwa ni Mei mwaka huu wa 25. Kipindi kinachofuata ni kipindi cha Unasemaje, saa 1 hadi saa 4, saa 4 hadi mida ya saa 6 ni Switch Africa. Alafu baadaye saa 6 kuelekea mida ya saa 10 asubuhi ni African Sawe. Saa 10, saa 12 ni Kisima cha Matumaini, wakati ambapo utakuwa unatiwa moyo na Matthew Ndeva kwenye kipindi hicho. Usikate tamaa hadi pale mkatisha tamaa akate tamaa kukukatisha tamaa. Usikate tamaa hadi pale mkatisha tamaa akate tamaa kukukatisha tamaa. Nakutakia usiku mwema usiokuwa na usumbufu wa mbu. Kwa eri. Naitwa Kantona Joseph. Alamsiki.